William Ole Ntimama anakumbukwa kuwa miongoni mwa wanasiasa mahiri mno, si tu umasaini bali pia katika siasa za kitaifa. Ole Ntimama ambaye amefariki akiwa na miaka 88 anakumbukwa kuwa mtetezi wa watu wa jamii yake na msemaji bora mno. Mwanahabari wetu Mary Kilobi anatupa historia ya Ntimama ambaye amefariki usiku wa kuamkia leo. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba, jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza, niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Salama, salimu Maulana. Katika mahojiano na KTN News katika siku za mwisho za uhai wake, William Ronkurua Ole Ntimama aliashiria kuwa bado mcheshi licha ya kula chumvi nyingi miaka 88 duniani. Ntimama ambaye alikuwa mbunge wa Narok Kaskazini kwa takriban miaka 25 aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali katika utawala wa marais wastaafu Mwai Kibaki na Daniel Toroitich arap Moi, ambaye alikuwa mwandani wake mkubwa na kivutio kwa siasa za watu wa Masaini. Mwanasiasa huyo aliyewahi kuwa diwani na wakati huo huo kuongoza baraza la mji wa Narok kabla ya kuingia bungeni, alikuwa akitambuliwa na wengi kama kiongozi wa Masai, pamoja na kuwa kulikuwa na wababe wengine wa siasa kutoka maeneo hayo kama vile John King na marehemu Profesa George Saitoti ambaye alikuwa waziri wa fedha kwa siku nyingi, hali kadhalika makamu wa rais wakati wa utawala wa rais mstaafu Daniel arap Moi. Ntimama anakumbukwa kwa misimamo yake ya kisiasa, awali ukiwa msemo wake wa lie low like an envelope, msemo ambao aliufafanua baadaye. Nikaambia nyinyi pia msije hapa mmesimama tu na kusema tutafanya, lie low kidogo, alafu hawa wanaopata nafasi ya kuamka. Vivyo hivyo katika utawala wa Kibaki na Raila, Ntimama alikuwa mstari wa mbele kutetea msitu wa Mau dhidi ya uvamizi na kumunga mkono Raila Odinga, huku waliokuwa wamepiga kambi katika msitu huo wakihamishwa na serikali. We cannot sit and let a group of people just to go in the forest, destroyed. Si hayo tu, licha ya kuwa karibu na rais mstaafu Daniel arap Moi, Ntimama alijiunga na wanasiasa kutoka KANU kama vile Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, Mudi Awori, kukatalia mbali uamuzi wa rais mstaafu Daniel arap Moi wa kumtawaza Uhuru Kenyatta kumrithi. Kauli kuwa Project Uhuru hamtaki. Walijiunga na upinzani wa Kabuni NAK ambayo iliondoa utawala wa KANU. Ntimama ambaye alisomea shule ya upili Alliance alichaguliwa kama waziri wa turathi za kitaifa, lakini akafutwa kazi na mawaziri wengine baada ya kuongoza kundi la kupinga katiba mwaka 2005. Katika serikali ya mseto alikuwa waziri wa turathi za kitaifa, na wadhifa huo ukaisha baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Baadaye alionyesha ishara za waziwazi za kujiunga na Jubilee na kufika katika ikulu ya Nairobi. Kura zetu, mioyo yetu iko kwako, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Vivyo hivyo katika mkutano wa mwisho uliohudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta katika kaunti ya Narok alikuwepo. Mola ailaze roho yake mahali pema. Mary Kilobi, KTN News.